kesi imekwisha. Kesi kwisha. Taarifa za hivi sasa kutoka gereza la Ukonga, Tanzania, Dar es Salaam, alipozuiliwa Tundu Antipas Lissu ni kwamba Tundu Lissu leo ameweza kupata ugeni wa hali ya juu. Tundu Lissu ameweza kutembelewa na aliyekuwa rais, na vile Tundu Lissu ameweza kumpatia ujumbe mgeni huyo wa hali ya juu aliyeweza kumtembelea gerezani leo. Je, ni mgeni gani huyu na ni nini Tundu Lissu ameweza kumwambia mgeni huyu kuhusu utawala? Like video hii kisha subscribe. Vile kama kawaida yetu, niambie unanisikiliza au kunipata vizuri ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi, niambie unanisikiliza ukiwa taifa gani, na kama upo humo katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Kitu kisicho cha kawaida na kitu muhimu sana kimeweza kutokea nyuma ya kutazama gereza ya Ukonga nchini Tanzania, Dar es Salaam, alipozuiliwa au kushikiliwa Tundu Lissu. Mkutano wa hali ya juu ndani ya kizuizi cha magereza kati ya kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu na mjumbe mwenye nguvu ya kimataifa umeweza kuibuka mchana wa leo. Na ni nini hiki kilijadiliwa katika chumba hicho baada ya Tundu Antipas Lissu kutembelewa na aliyekuwa rais wa Malawi katika gereza hilo la Ukonga? Je, walichokizungumza Tundu Lissu na aliyekuwa rais wa nchi ya Malawi, walichokizungumza kinaweza kuunda upya mustakabali wa demokrasia nchini? Mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kwa sasa anayeshikiliwa katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam, leo ametembelewa au amekutana na rais wa zamani wa Malawi Lazaro Chakwera. Sasa anahudumu kama mjumbe maalum wa Jumuiya ya Madola, lakini hii haikuwa ziara ya heshima tu. Kulikuwa na jambo nyuma ya pazia ambapo kuna mazungumzo yaliyoweza kuzungumzwa ndani ya gereza la Ukonga kati ya rais huyo wa Malawi pamoja na Tundu Antipas Lissu. Huu ulikuwa ni mkutano uliosheheni uzito wa kisiasa kuhusu Tanzania, athari za kisheria pia na matokeo ya kitaifa. Nyuma ya kuta za gereza la Ukonga, mazungumzo hayo yalifanyika ambapo yanapita zaidi ya kesi moja ya mtu binafsi. Tundu Lissu anadaiwa amefichua siri nyingi kwa rais huyo mheshimiwa wa zamani wa Malawi kuhusu utawala wa Tanzania na serikali ya Samia Suluhu. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya Chadema iliyotolewa mnamo Aprili tarehe 16, ambapo ni siku ya leo mwaka huu 2026, Tundu Lissu aliweka wazi na kumwambia rais huyo wa zamani kwamba mashtaka ya uhaini yanayokabiliwa nayo mahakamani na gerezani Dar es Salaam yote ni mashtaka ya kisiasa na si jinai la kweli. Hivyo mtazamaji, hapa ndipo mambo yalipoanza kubadilika ghafla, kwa sababu wakati kesi ya kisheria inapoundwa kama mateso ya kisiasa kama alivyolalamika Tundu Lissu kwa rais huyu wa zamani Chakwera, hili linaacha kuwa suala la ndani na sasa linakuwa suala la kimataifa. Pia inakuwa wasiwasi mkubwa wa nchi za Afrika, na mara jumuiya ya kimataifa inapohusika, shinikizo huanza kuongezeka kwa utawala na serikali ya Samia Suluhu, kimya pia lakini kwa nguvu. Hata hivyo, katikati ya hoja ya Tundu Lissu ulikuwa msimamo wenye nguvu na usiobadilika: hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi, yani no reform, no election. Tundu Lissu alionekana kurejelea maneno haya kwa mgeni huyo wa heshima aliyemtembelea Chakwera, kauli ambayo sasa inapata mvuto mbali zaidi ya mipaka. Kauli hii ya no reform, no election aliyoitamka Tundu Lissu katika mkutano huo na aliyekuwa rais haikuwa kauli mbiu tu. Hii ilikuwa ni mkakati wa kisiasa alioonyesha mbele ya mheshimiwa huyo, mstari uliochorwa kwenye mchanga. Inapendekeza kwamba bila mageuzi ya kimfumo, uchaguzi wowote utakaofanyika Tanzania ungekosa uhalali, na hilo ndilo alilolitoa wakati wa uchaguzi uliopita, ambapo uchaguzi uliweza kuzua fujo na machafuko. Na Tundu Lissu inasemekana alizua swali muhimu: kwa nini serikali iliweza kuendelea na uchaguzi ikiwa kikosi kikuu cha upinzani kilikataa kushiriki kwa madai ya mageuzi? Wakati wa mkutano huo vile nyuma ya gereza la Ukonga, Tundu Lissu alitaka uchunguzi huru wa kimataifa na vile hasa kupitia vyombo vya kikanda kama SADC. Vile katika matukio yanayozunguka Oktoba mwaka 2025, alitaka majibu ya haraka na uchunguzi wa kweli. Kabla, wakati na baada ya uchaguzi, anataka majibu yote yaweze kutafutwa kuhusiana na vifo na majeraha yaliyotokea. Vile mtazamaji, tunafahamu ya kwamba huu ni upandaji mkubwa kutoka kwa Tundu Lissu, kwa sababu inaashiria kupoteza kujiamini katika mifumo ya ndani ambayo anaiibua sasa hivi, na mifumo ya ndani inapoulizwa, uangalizi wa nje unakuwa hauepukiki. Vile Tundu Lissu pia alizitaja taasisi muhimu za kitaifa kwa rais huyo wa zamani wa Malawi aliyemtembelea. Aliongeza wasiwasi juu ya uwajibikaji na uwazi. Tundu Lissu pia anasemekana kuzitaja taasisi muhimu za kitaifa
kuongeza wasiwasi juu ya uwajibikaji na uwazi. Aliweza kuitaja INEC pamoja na TCRA na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Hii haihusu tena watu binafsi. Tundu Lissu amehusisha mfumo wenyewe, kwani kama taasisi anadai zitapoteza imani kwa umma, mchakato mzima wa kidemokrasia uko hatarini, kulingana na Tundu Lissu. Katika hatua nyingine, kulingana na ripoti ya Chadema walioitoa kuhusiana na mazungumzo haya ya Tundu Lissu, katika hatua nyingine muhimu, Tundu Lissu wanadai alisisitiza haja mageuzi katika sekta ya usalama, urejeleaji, ripoti ya tume ya Nyalali ya mwaka 1992, ripoti ya tume ya Chande ya mwaka 2023. Ripoti hizi alizoziibua Tundu Lissu si mpya, wamekuwepo kwa miaka ama zimekuwepo kwa miaka, lakini utekelezaji zimesalia kuwa changamoto. Na hii inaangazia suala la kina zaidi, pengo kati ya mapendekezo na hatua. Vilevile, wakati huo Chadema wamethibitisha hilo. Tundu Lissu amepokea uamuzi kutoka mahakama ya rufaa kuruhusu chama kuendelea na shughuli zake za kisiasa, na Tundu Lissu amepokea ripoti hizi leo baada ya mahakama hiyo kutoa uamuzi huo jana. Hata hivyo, hii sasa inakuja kama wakati muhimu, kwa sababu vita moja inaendelea mahakamani, nyingine ni ufunguzi katika uwanja wa siasa, Chadema kuruhusiwa kuingia barabarani na viwanjani kwa hali zao za kisiasa, na hiyo pia inabadilisha mienendo kabisa. Kutoka nyuma ya kuta za gereza, Tundu Lissu sasa anatoa wito kwa wanachama wa chama hicho kujiandaa, vilevile kujipanga na kujihamasisha, na vilevile kushiriki katika mikutano ya hadhara. Vilevile, hii si siasa tena ya ulinzi, huu ni msimamo wa kimkakati wa Chadema. Hata kutoka gerezani, Tundu Lissu sasa hivi anawaunga mkono. Mchezo wa kisiasa unaendelea na umeanza rasmi kama wanavyodai Chadema. Uwepo wa Lazaro Chakwera kumtembelea Tundu Lissu gerezani Dar es Salaam, Ukonga, Tanzania leo inatuma ishara yenye nguvu. Ina maana hali imevuka mipaka, ina maana tahadhari ya kimataifa inaongezeka, na hilo linapotokea, serikali mara nyingi hukabiliwa na shinikizo kubwa, sio tu ndani ya nchi, lakini kidiplomasia na katika mataifa mengine. Mtazamaji, kila kitu kinachotokea sasa kinajenga kuelekea kitu kikubwa zaidi. Tunashuhudia upinzani wa ndani wa kisiasa, uchunguzi wa taasisi kukua kwa ushiriki wa kimataifa, na vile wote hukusanyika mara moja, na hii inaleta Tundu Lissu kuweza kutazamwa kimataifa na hata kupata watetezi wapya kila kukicha. Vile kwa hivyo sasa swali kubwa linakuwa, je, huu ni mwanzo wa mageuzi ya maana baada ya Chadema kufunguliwa kufanya mikutano ya hadhara na baada ya Tundu Lissu kutembelewa gerezani na aliyekuwa rais Chakwera wa Malawi, au mwanzo wa mzozo wa kisiasa zaidi? Yote haya ni maswali mazito ambayo ningependa kusikia maoni yako, kwa sababu kile kilichoanza kama kesi ya kisheria ya Tundu Lissu sasa imebadilika kuwa kitu kigumu zaidi, ambacho sasa kinaingiliwa na mpaka viongozi waliowahi kuongoza mataifa mengine ya Afrika. Pia imekuwa mtihani wa kisiasa na vita vya kisheria, na pia limekuwa suala la mwelekeo wa kidemokrasia, na kadiri siku zinavyosonga shinikizo linaongezeka, na mustakabali wa mazingira ya kisiasa ya Tanzania yanaweza kuamuliwa na kile kinachofuata.